Kitu kimoja naweza kuambia ambayo nataka kusema sijawaambia, nawapenda. Kocha Etienne ni kocha wa namna gani? Ni kocha wenye kio, wenye malengo ya kuwa juu na kuendelea kufanya vizuri zaidi, kuboresha. Kwa hiyo inafanya muda wote nakuwa na pressure, nakuwa na kuweka pressure. Hata kama tumefanya vizuri, nahisi kwa kuna ingine step nataka urudi. Kwa hiyo ni vigumu mimi kulizika kwenye mpaka saa hizi. Naweza kusema hata mimi mwenyewe kwa yale ambayo ninayo, ningependa kufundisha, ningependa kufika. Sasa ni kama nishatumia hata 15%. Bado sijafikia hata 15%. Naona kuna vingi bado sijafikia. Kwa hiyo kuna mengi ningependa kufundisha, sijapata muda, sijafikia kile ambacho na nani. Kwa hiyo that's why niko na I'm always nataka tufanye bora, twende zaidi. Yeah. Na ili ufike unahitaji labda kitu gani? Unasema nikipata hivi naweza nikafikia angalau. La kwanza ni kubaki uwanjani, kwa sababu mimi napenda kubaki uwanjani, niendelee coach, niendelee kuvaa, niendelee kupata, unajua kuwa na timu, kuwa na coach, kuna mambo mengi, inabidi uwe na wachezaji wazuri. Kupata wachezaji wazuri kuna lazima uwe na uongozi au timu nzuri ambayo ina malengo waelekee na kuweza kuisupport, kwa sababu kutunza timu nayo ni gharama. Kwa hiyo wenye na viongozi ambao au timu ambayo inataka kufika mbali, ipush, iweke kwenye vitendo, na kama kisi na yale mahitaji na yeye ya kuwepo. Kwa hiyo ni hilo ambayo nahitaji tu. Yeah. Sawa, performance ya mchezaji gani mpaka sasa imekusurprise? Mchezaji ambaye amenisurprise sana kwa performance yake, of course nitaongelea sana mwenye niko naye, kwa sababu ndio niko naye karibu. Kuna mchezaji kama Mzamiru, alafu kuna Chamu. Ni miongoni ya wachezaji gisi nimewapokea, wanafika Simba, anatoka Simba, na nikawapa plani ya mimi nahitaji gisi nahitaji wacheze wala waishi wafanye kwenye uwanjani au nje. Walicope as if sikutegemea kama itakuwa haraka gisi walifanya. Kwa hiyo waliingia kwenye mfumo direct. Ni miongoni ya wachezaji ambao wameni surprise sana. Yeah. Waliraise sana standard ya timu. Walipandisha timu sana. Kwa kupitia Chamu huku nyuma kwenye defensive line alipunguza, alimaliza, kwa sababu mwanzo tulikuwa palikuwa blunders, palikuwa makosa mengi. Kufika kwake paka kwa utulivu, tukakuwa na shida ya katikati. Mzamiru alipofika akastabilize na yeye akabadilisha, ikakuwa timu ikakuwa na utulivu, ikakuwa na mwelekeo zaidi. Yeah. Kocha, umeshakutana na pressure ya mashabiki? Kila siku. Unajua mashabiki ndio wanatupush. Kwa hiyo pressure yao mimi ni kama naita kama ni pressure ya mpira. Unajua shabiki leo ikishinda 3, usitegemee kuwa mechi ijayo atakuja ategemea ushinde 2, atataka 4. Kwa hiyo hata ukipata ina kirudi anataka 5. Pressure yao ndio inatupush kuendelea, tunafanya kazi. Yeah. Miongoni mwa vijana wako ambao unafanya nao kazi na hujaanza naye hapa toka anacheza, ulimfundisha pia, ni pamoja na Yusuf Ndikumana. Umemvuta, uko naye hapa, ni fitness coach, na pia nikisikiliza maoni ya wadau mbalimbali wa michezo wanamsifia sana, wanasema anaifanya vizuri kazi yake. Nini ambacho hasa unakipenda sana kutoka kwake na nini huwa kinakuvutia sana kufanya naye kazi? Unajua yeye nilianza naye akiwa mchezaji, kwa hiyo alielewa moja ya falsafa zangu au jinsi napenda kuishi, kupenda kazi, kufanya kazi, kuwa serious na kile ambacho nafanya. Kwa hiyo tangu alikuwa miongoni, mara nyingi alikuwa kama captain. Umeona alikuwa captain kwenye nilifanya naye. Yeah. Na pote alikuwa anachukua responsibility. Unajua captain sio just kuvaa kitambaa. Kama kisi nimesema kwa Mzamiru, anabeba sana pressure kubwa. Kwa sababu kuna hata message mimi huwa siambia wachezaji, namwambia yeye, ongea na vijana wako, wewe lazima ufikishe. Kwa hiyo aliisha hayo maisha, na hata wakati nimeona ameacha, nikamwambia aanze kusomea hii mambo ya coaching.
nilimpush sana endelee, kwa sababu alikuwa na hiyo talent ya kusoma mechi wala kujua kipi kinahitajika. Ni mchezaji kama kisiniko kwa Zamiru au Gisiko, John Boko, ni wachezaji hata wakati wa mechi anataka kufuata coach. Mimi nahisi tungebadilisha, tungefanya hivi kutokana na gisi hali iko hivi. Unaona ana mchango fulani wa kile kinakuwa uwanjani, na mara nyingi hao ni wachezaji wanakuja kuwa ndani makocha wazuri sana. Hata wewe ukija kinishauri, ila tu utakuwa na swali moja nitakuuliza kwa nini. Unipe sababu zako, na huwa nakuwa msikivu. Sitaki kubaki kile cha mimi nilifanya. Mimi nitakwambia kwa nini nilifanya hili, na wewe unaambia la kwako. Kwa hiyo tutadiscuss, najua tutapata solution somewhere. Na mara nyingi huwa ikitokea namwambia ningefanya hivi kwa sababu yake, anachangia, na yeye akishaelewa kila ambao ninahitaji kwake na mimi nikielewa kila na basi tunapata ile solution ya pamoja. Kocha, kuna muda wewe unakaa unamisi kuwa mchezaji? Unajua coach ni mchezaji. The only difference ya sisi na wachezaji, sisi tunacheza position zote. Wakati nilikuwa nacheza position ya kwangu tu. Lakini ukiwa coach kama hapa, nimeshaingia mkiche kama kipa, mbele utafunga hivi. Kwa hiyo unacheza role zote, unakuwa na same zote. Kwa hiyo ni maisha tu ni yale sema tu tofauti, ni mambo yanakuwa mengi zaidi kuliko kwa mchezaji mmoja. Nasikia makocha ndio mnakuwa mna pressure kubwa sana kuliko wachezaji kipindi cha mechi. Mimi nakuwa na pressure ya mazoezi. Mazoezi ndio yanisumbua, sipataki usingizi. Kwa sababu kile ambacho unajua mazoezi kwangu, nasoma kwanza mpinzani. Nasema mpinzani nikienda hivi ataniumiza. Kwa hiyo ukishaisoma nakuja na kile ambacho nahitaji kuweka wachezaji wangu nao Sasa unakuwa unajiuliza hivi nilisoma gisi yupo itakuwa sahihi, ni sahihi, au vijana wangu watanielewa? Kwa sababu kile mimi nimeona, kile mimi nahitaji wacheze hiyo ni kimoja, ili kuwaweka na wao wabielewe kama gisi nimebielewa, waone kama gisi nimeviona. Hiyo ndio pressure, ndio nyingine kazi kubwa. Lazima utafute aina ya kufundisha itawafanya na wao waelewe kama gisi nimeelewa. Hapo ndio sasa kunakuwa hiyo pressure. Sasa sometimes unajua mpinzani, kwa mfano ni mwenye anafunga mipira kupitia kona au free kick, au tuseme anapiga cross na anafunga. Alafu na lazima nije gisi ya kumdhibiti asifunge hizo free kick, hizo kona. Alafu ukifika mazoezi unaona mtu anafanya kosa ile ambayo nakwambia ukifanya hivyo tunaadhibiwa huko. Sasa hiyo kwa maana hajaelewa, hajaona ile danger mimi nimeona. Hiyo ndio inanipa pressure, lakini nikishaiandaa vizuri nikija kwenye mechi najua hapa na hapa. Mimi kwa siku ya mechi huwa sina pressure kabisa, ndio napumzika, nalala kabisa, napata usingizi, na kuja kwenye mechi niko free. Lakini mazoezi shida. Unachokipenda kwenye mpira? Mpira it's a part of my life. Unakutana na watu wengi, unakutana na watu tofauti. Mmoja amekuja sijui huku kwenye familia yake ana tabia zake hivi, mwingine ametoka huku, ila wote mnakuja kuungana, mnakutana kwa kitu kimoja. Unaona kama ni mchanganyiko, kitu kizuri kina. Kwa hiyo mpira unafurahisha sana, ni kitu napenda sana. Ulichokuwa unakipenda sana wakati unacheza? Kushinda. Mimi napenda kushinda sana. Kwanza napenda goli. Mimi hata kwenye plani zangu, hata nikiwa mazoezini, mchezaji akifunga goli, no matter what, sometimes inakuwa ameingia offside, anafunga, anasherehekea tu. Naweka katikati tu. Na hata wachezaji nawaambiaga ni raha ya mpira ni goli. Kwa hiyo mimi napenda goli sana. Napenda mpira uko offensive, unaenda kufunga, afu na pia napenda aina ya mpira kubaki wewe utawale mpira. Kwa nini opponent auchukue? Akiuchukua naona kama sio wa kwake, lazima tupokonye sisi, tubaki nao tufunge. Ndio kitu mimi na aina ya ufundishaji. Uko comfortable na mpira. Na wale kwenye ligi kuu ambao wanakuvutia ukiwaangalia wewe ikiwa ni kocha, unavutiwa sana na uchezaji wao? Ni wengi. Wachezaji wengi, hasa kwa
For now hii ligi yetu huku ina wachezaji wengi. Ukija kuangalia kwanza, mimi binafsi sijawahi kusupport timu hata moja. Hata ningali nacheza ningali mdogo. Hata hizi za Europe sijui kuna Man U, sijawahi kusupport timu. Hata hii ya World Cup sijui nini, sijawahi kusupport timu hata moja. Kumbe inawezekana? Ila na support wachezaji. Sasa sometimes unaweza kutana hii timu zikikutanana, kuna mchezaji na aina yake napenda huku na huyu napenda. Kwa hiyo akifunga nasherehekea, akifunga hasa unasema wewe huku akifunga pote nipo. Kwa hiyo ni mimi ni wachezaji wapo wengi, nikija kuangalia kila timu. Ukiniuliza kwa hii timu unapenda nani, nitakwambia na huku wachezaji wengi, kuna wachezaji wengi na kwa idadi ya wachache tu hao. Ni wengi. Ukiniambia kila timu nitakutajia mchezaji. Napenda aina ya, naanza na Feitoto. Napenda aina ya uchezaji wa Feitoto. Mchezaji ambaye unaona kama akiwa anacheza na pressure iko sawa. Ila mwingine ambayo napenda sana, hata ikiwa na Chama napenda niangalie kisa anacheza, ni Chama. Mchezaji ambayo huwa ana receive mpira aisha jota kufanya nini. Kuna mwingine kijana wangu nimemfundisha Kenya ni Bajaber, ajabu hajacheza mwa hii ligi. Awishi angecheza hii ligi. Ana sana ni mchezaji mzuri. Kuna Abuya Duke pia is a good play na Pacome. But so kuna mchezaji mwingine ambao napenda sana ni kipa wa Yanga. Sijawahi kuona amedrop performance, sijawahi kuona mechi zake zote yupo serious, haujasikia amesumbuana na timu, ni professional. Napenda Diarra, napenda the way anaishi na timu. Ana mchango mkubwa kwa timu yake, alafu hajawahi kubadilika, yeye anabaki ile consistent. Tangu nimemfahamu akiwa kabla hajafika hata Yanga. Nianza kumuona tukiwa Shan. Mtini. Napenda sana aina yake ya consistency na gisa anacheza. Hawajaenea. Nitaje mwingine? Taja. Kuna mwingine napenda iko JKT, left back, Bryson. Ni left back. Ule mtoto ana kipaji kikubwa. Nadhani inchi haijakiona. Ni mchezaji mzuri sana. Ni mchezaji mkubwa sana. Ana uwezo mkubwa wa kushambulia na Desemba ana uwezo mkubwa wa kudefend. Una message gani kwa mashabiki wa TRA United? Kwanza nikuwashukuru kwa support yao, ni gisi wameendelea kupush timu yao na napenda sana wanachokifanya, kwa hiyo ni waendelee kutusupport na sisi tutaendelea kufanya kila ambacho tuna imani kuwa kitawafanya kuwa na furaha. Mimi nakutakia kila la kheri na Mungu awajalie mmalize ligi katika nafasi 4 za juu. Asante sana. Ndani yenu nikishai. Na mimi nawaombea muendelee kufika mbali uko vizuri. Asante sana. Umefurahia mahojiano? Nimefurahi sana. Sija kukwaza? Hapana.